Mafanikio ni sheria ambazo kila mtu anaweza kuzifata kwa kuishi nazo au kuzivunja na asiishi nazo. Asilimia kubwa kwenye maisha, kila mtu ana ndoto ya kufanikiwa, kuwa na pesa, kuwa na maisha mazuri, kuwa na heshima na uhuru wa kifedha. Lakini ni watu wachache wanaofanikiwa kuwa na pesa, maisha mazuri, heshima na uhuru wa kifedha. Hii hutokana na sababu ya mafanikio huwa yanafuata sheria. Wanaofuata sheria wanazidi kufanikiwa na wasiofuata sheria wanazidi kuendelea kuwa pale pale na kushindwa kujikwamua kimaisha. Leo nitakufundisha sheria 5 za mafanikio. Sheria ya kwanza ni nidhamu. Nidhamu ndio msingi wa kila mafanikio. Nidhamu ni uwezo wa kujisimamia wewe mwenyewe kufanya kitu ambacho unapaswa kukifanya hata kama hujisikii kukifanya hicho kitu. Usipokuwa na nidhamu, hata ukipewa fursa nzuri, unaweza kuipoteza kwa sababu ya kutokuwa na nidhamu. Sheria ya pili ni mwendelezo. Mafanikio hayaji kwa siku moja. Mafanikio hutokea kutokana na mwendelezo wa kufanya kitu kidogo kidogo na kwa muda mrefu. Ukifanya vitu vingi kwa wakati mmoja, utachoka mapema na kuishia njiani kabla hata ya kuona matokeo ya kile kitu ambacho ulikuwa unakifanya. Sheria ya 3 ni uvumilivu. Sheria ya uvumilivu imebeba ukweli ambao watu wengi hawapendi sana kuusikia kwenye maisha yao. Watu wengi wanapenda mafanikio ya haraka, lakini kiuhalisia mafanikio huwa yanachukua muda. Kwenye safari ya mafanikio utakutana na kukataliwa pamoja na vikwazo vya kila namna, na uvumilivu ndio nguzo na msingi imara utakao kusaidia na kukufanya uendelee kusimama imara pale ambapo mambo yanapokuwa ni magumu, na ukivumilia mpaka mwisho utapata ushindi. Sheria ya 4 ni kujituma. Hakuna mafanikio yanayokuja bila kufanya kazi. Unachokipanda ndicho utakachokivuna. Ukipanda mahindi utavuna mahindi. Ile ndoto ulionayo ili uifikie unahitaji kujituma, na kujituma ni kufanya zaidi na zaidi bila kukata tamaa ama kuishia njiani. Wakati watu wengine wanawekeza muda wao kufanya starehe zisizo na maana, wewe hakikisha unawekeza nguvu zako na kujenga focus kwenye maisha yako na malengo yako. Mafanikio yana gharama, na gharama hiyo ni gharama ya kujituma na kutumia muda vizuri kwa kufanya mambo ya msingi yanayojenga maisha yako. Sheria ya 5 ni uthubutu. Asilimia kubwa ya watu wengi huwa wanajua kile kitu ambacho wanapaswa kukifanya, lakini wanaogopa kuanza. Mtu anaweza kuwa na wazo zuri sana la biashara, lakini anaogopa kuanza hiyo biashara. Hii ni kwa sababu tu ya kuwa na ile hofu ya kushindwa, hofu ya kukosolewa na hofu ya kukataliwa pia na watu. Hakuna mafanikio yanayokuja bila kuwa na uthubutu wa kuanza. Mafanikio yoyote huanza na hatua moja ya ujasiri. Maisha yako hayawezi kubadilika kwa sababu ya ndoto kubwa ulionayo kwenye maisha yako. Maisha yako yatabadilika kwa sababu ya maamuzi yako. Unapoamua kuwa na nidhamu, mwendelezo, uvumilivu na kujituma pamoja na kuweka uthubutu, hapo ndipo maisha yako yatakapobadilika. Usisubiri muda sahihi. Mafanikio hayashuki kama mvua. Mafanikio yanatengenezwa.